Naam, wakazi wa Kipevu, mtaa wa Jamnazi ulioko kwenye kaunti ya Mombasa, walilia kaunti kuondoa jaa la taka ambalo liko kwenye sehemu ya wakazi na ya wafanyabiashara, huku wakihofia magonjwa yaletwayo kutokana na uchafu kwenye mtaa huo. Kwa majina naitwa Emmanuel Amunga, nilikuwa mgombea wa kiti cha MCA hapa katika wadi ya Kipevu. Tuko hapa siku ya leo kwa ajili ya kuzungumzia hili jaa ambalo kaunti imeamua kutuwekea hapa katika makazi ya wananchi. Ni jambo la kusikitisha, mpaka hivi sasa tuko na serikali ya ugatuzi ambaye tuko na ward admin, tuko na MCA, tuko na bunge, tuko na gavana, na ili hali tunaweza kuwekewa jaa la taka katika mazingara ya watu namna hii. Mnapoangalia hili taka limejaa hapa muda wa wiki mbili hivi sasa, unatoka mabuu na kuna watoto hapa, kuna biashara za watu ziko hapa, kuna vyakula vinapikwa hapa. Ni masikitiko makubwa. Kama sisi wakaaji wa Kipevu na wakaaji wa eneo hili, tunaomba kwa mheshimiwa MCA na mheshimiwa governor, hili jaa la taka likaweze kuondolewa hapa kwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu linaweza kuleta madhara makubwa hapa. Watoto wataanza kuharisha, tunaweza kupata kolera na magonjwa mengi sana ambayo yatasababishwa na hili jaa. Kwa hivyo ni maombi yetu kama wakaaji wa hapa, muweze kuangalia vile namna hili jaa litaondolewa hapa, na tunawapatia muda wa masaa 24. Kama bado halijaondolewa, sisi tutaweza kuchukua hatua ni vipi tutafanya ili jaa ili likaweze kuondoka hapa. Asanteni sana. Naitwa Martin Mutia, mimi ni mkazi wa hii maeneo, na sisi kama wakazi wa hapa mahali tunasikitika sana kwa sababu ya hii takataka inamwagwa hapa, inakaa hata mwezi. Tunashangaa na tuna watoto hapa, kuna watu na vibanda vya chakula wanauza hata boga. Sasa tunaomba kwa serikali ndio nayo sahihi ikapate kutuondolea taka iwezekanavyo. Kama hatachukua hatua, sisi wenyewe kama vijana tutaliondoa, tutajua vile tutafanya. Asanteni. Yenye mnaona mahali hapa ni mahali takataka imelowekwa hapa kutoka Ijumaa, inaleta harufu. Hapa tunapikia hapa, kuna chakula, watoto wanatembea hapa. Sisi hata tupati wateja kwa sababu ya mainzi yamejaa kila mahali, yametapakaa kila mahali. Vyenye mnaona hii takataka imeletwa hapa, harufu tele. Sasa sisi kama wakazi wa hapa Jamnazi hatutaki hii takataka iondolewe hapa, maana imetuharibia kazi, hatupati riziki zetu. Hapa ndio tunapata riziki. Kwa nini watuwekee takataka hapa? Itafutiwe mahali pengine, ipelekwe ama ipelekwe mahali itapelekwa, kwa sababu sasa sisi kama wakazi wa Jamnazi kazi zetu zimekwama, hatuna wateja. Hawezi kula mahali kuna harufu kama hivi, mabuu yanatambaa, watoto wanatembea, wana wengine watoto wadogo hawana viatu. Sasa sisi tunaomba hii takataka iondolewe mahali hapa. Mimi ni Baite, mimi nafanya kazi hapa kwa duka, niko nauza vitu nyingi. Hii area iko na kazi nyingi sana, vitu kama chakula, chipsi, mayai, mahoteli siku hapa zote tumefunga. Hakuna pesa juu customer wote wametoroka juu mahali wanakaa ni chafu. Kwa hivyo yule kiongozi anashughulika na hii chafu, angalie hii area watoto wote wamefichwa mahali ingine, sababu area ile wazazi wanafanya kazi ni chafu. Hii area is unhealthy.
Kwa hivyo muangalie hiyo maneno. Asante sana. Mashindano na kazi bana, apishe wengine hapa, si Jomvu hapa. Majina naitwa Mr. Mohamed. Kwa ama vijana, hebu angalisha kamera huko hapa, vijana waonekane. Mimi natetea mavijana wenye hawana kazi. Na kazi ndio hii hapa hivi. Kwa hivyo angalia, sisi hatutaki mambo mengi, sisi tunataka hii kazi ifanywe. Na hapa tunataka kama watuelekeze mahali itakuwa hizi taka zapelekwa, si hapa sija. Sawa, hapa ni stage ya mabodaboda. Hapa angalia, boresha mabodaboda wangu hawa. Ushaona hali mabodaboda. Ona angalia Safaricom mwenyewe iko hapa, Watu wa vijana wamesema na watu wameongea, mama wakaongea, wazee, watoto na vijana. Kama hakuna kazi ni Kenya iuzwe, kila mtu apewe chake. Kama itauziwa wazungu ni sawa. Kwa kila mtu ajipange. Sio kudhulumiwa bwana. Na hizi habari ya takataka tutapaka takataka kwa mlango. Si Kenya tu iuzwe, kila mtu apewe chake.